Wapenzi watazamaji wa hichi kituo cha Tanzania News TV, mbunge kutoka kwa chama cha CCM apata ajali mbaya mnamo siku ya Jumatano tarehe 18 mwezi wa pili mwaka huu, mwaka 2026. Karibu tuweze kulichanganua hili swala, tuelewe ni kipi ambacho kiliweza kusababisha na tuone kauli za wananchi. Wananchi wengine wanasema kwamba huyu mbunge sisi hatukumchagua, huyo ni mbunge wa CCM. Tafadhali ninakuomba uweze kujiunga na ukumbi huu wa Tanzania News TV kwa kupiga subscription, alafu ninakuomba uweze kulike video. Ukipiga subscription, bonyeza hicho kengele. Ile kipindi ambapo tunapakia video YouTube peke yake na kueleza kwamba tumepika, njoo ukatazame. Vile vile tafadhali ninakuomba uweze kusambaza hizi kanda kuelekea kwa vikundi viwili vitatu. Karibu tusonge mbele. Najua wabunge hawa ambao hawawasikilizi wananchi bali wanamsikiliza Samia Suluhu Hassan, wananchi nimeweza kugundua kwamba wanawachukia. Wananchi wanawachukia, na sababu ambazo zinafanya wananchi wanawachukia ni nyingi. Mojawapo ama moja yayo ni kwamba wabunge hawa hawawakilishi wananchi kwenye bunge la kitaifa, bali wanawakilisha Samia. Hoja nyingi ambazo zinazungumziwa katika bunge la kitaifa Tanzania yetu ni kuhusu jinsi ambavyo unapata kwamba Samia ameweza kutoa hotuba. Hiyo hotuba yake inajadiliwa zaidi ya siku 3 badala ya kuweza kujadili jinsi ambavyo wananchi watapata maendeleo mashinani, badala ya kuweza kujadili jinsi ambavyo wananchi watapata umeme pale vijijini. Sasa masuala mengi unapata kwamba wanamuwakilisha Samia na badala ya kuweza kuwawakilisha wananchi. Namba nyingine unapata kwamba angalia maafa kama haya ambayo yalitokea mwaka uliopita, mahala ambapo vijana wengi waliweza kuuawa. Badala ya wabunge hawa, unajua wao ndio watunga sheria, wao ndio watunga sheria pale bungeni. Badala ya kuweza kujadili na kupitisha kwamba yeyote mwenye aliweza kuhusika kuwaua wananchi kipindi cha kura angalau aweze kukamatwa na awekwe ndani, angalau haki iweze kupatikana. Unapata kwamba hawa wabunge ndio wanawasifu polisi kwa kile ambacho waliweza kukifanya kwa kuwaua wananchi. Sitaki ni kule mengi. Sasa mbunge wa jimbo la Moshi mjini mwenye naitwa Ibrahim Shayo maarufu kama Ibraline ama ukipenda Ibraline, aliweza kunusurika kifo baada ya kupata ajali mbaya ya gari katika eneo la Kirinjiko, wilaya ya Same, mkoani Kilimanjaro. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho unapaswa kujua ni mbunge wa jimbo la Moshi mjini mwenye anaitwa Ibrahim Shayo, kwa jina lingine ambalo anajulikana anaitwa Ibraline ama ukipenda Ibraline na ni mbunge kutoka kwa chama cha CCM, chama chake Samia, ambacho nilisikia mbunge mwingine akisema kwamba kitatawala mpaka Yesu arudi. Unajua watu kama hawa wakipatwa na majanga, huyo mwenye anazungumza hayo, unapata kwamba wananchi hata hawashtuki. Sasa tunaelezwa kwamba ajali hiyo ilitokea siku ya Jumatano tarehe 18 mwaka 2026 wakati mbunge huyo akiwa katika ziara ya waziri mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba. Kwa hivyo unaona leo Mwigulu Nchemba alikuwa upande wa Kilimanjaro na walikuwa wameandamana na huyu mbunge mwenye anaitwa Shayo
Ibrahim, kipenda Ibraline. Sasa walikuwa wameandamana naye, walikuwa wanazunguka naye, wanasema eti kwamba ni ziara ya kazi. Sasa ninashangaa kazi gani hii kipindi ambapo wameweza kutunyima haki. Wameweza kutunyima haki kwa ndugu zetu ambao waliweza kupatwa na msiba kutokana na hizi kura ambazo ziliisha, zilizokuwa na utata. Sasa ni kipi ambacho kiliweza kusababisha mpaka huyu mbunge akapata ajali? Tunaelezwa kwamba ndani ya hilo gari la huyu mbunge Shayo, manusura wengine waliweza kupatikana, akiwa dereva wake pamoja na katibu wake. Tuseme hakuna mtu ambaye aliweza kuaga kutoka kwa hilo gari. Hilo gari ninafikiri kwamba utaliona hapa. Hakuna mwenye aliweza kuaga, japo gari liliweza kuharibika vibaya sana. Unanielewa? Gari liliweza kuharibika vibaya, ila waliweza kupata kitu ambacho kinaitwa majeraha makali. Akizungumza kuhusu tukio hilo, kamanda wa polisi wa mkoa wa Kilimanjaro, kamishena msaidizi mwandamizi wa polisi Simon Maigwa, alisema kwamba gari hilo liliweza kupata ajali kwa kubingiria mara tatu. Lilibingiria mara tatu baada ya gurudumu la gari hilo kupasuka, na lilikuwa linaenda kwa mwendo wa kasi. Umeelewa mpenzi mtazamaji? Sasa nikiweza kuangalia kauli ambazo zimeweza kutolewa na raia, nina imani kwamba umeweza kuona hilo gari jinsi ambavyo liliharibika vibaya. Nikiweza kuona jinsi ambavyo wananchi wameweza kutoa kauli zao, utashangaa. Mmoja akasema kwamba unajua hata kuna zingine unaogopa kusema. Mwingine akasema kwamba huyu mbunge mharibifu kama waharibifu wengine wa magari akamatwe, kwani kwa nini alipondeponde gari hivyo halafu yeye apone? Kamateni huyo. Akasema kwamba huyu mbunge mbona amebondabonda gari hivyo, akamatwe bwana. Wananchi vitu zenye wanazungumza utashangaa. Mwingine akasema kwamba Mungu bwana, mbona haukuweza kumchukua? Mwingine akasema kwamba angekufa tu. Mwingine akasema kwamba majeruhi tena, sisi tulikuwa tunafikiri kwamba wanakufa. Mwingine akasema kwamba binafsi ningekuwa yeye ningeacha hata ubunge ili nimrudie Mungu kwa nguvu zote. Mwingine akasema kwamba tunahitaji habari kamili, sio kunusurika. Kwa nini anusurike asife? Anyway, ukiweza kuangalia mpenzi mtazamaji, wananchi wengi bado wako na hasira. Hasira ambayo wananchi wako nayo, wanasema kwamba hawakuweza kuchagua viongozi kama hawa, bali waliweza kujiweka madarakani. Ndio maana unaona wanatoa kauli ambazo ni mbaya kuelekea kwa hawa. Lakini niweze kuwapea wasia wabunge kama hawa, viongozi haswa wale ambao waliweza kuiba uchaguzi wakaingia madarakani. Wapee wananchi haki. Wasipopea wananchi haki, wananchi watazidi kufurahia kipindi ambapo wanapatwa na majanga. Tupatane kwa kanda ijayo. Asante sana kwa kunisikiliza.